Wakati joto la kisiasa likiendelea kupanda huku maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 yakishika kasi, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya imeelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kutokea kwa ghasia za baada ya uchaguzi iwapo kutakuwa na ukosefu wa imani katika mchakato na matokeo ya uchaguzi. Kuna baadhi wanasiasa wanajiandaa kukataa matokeo ya kura mwaka 2027. It is not a joke. Kwa hivyo ikiwa sifa na heshima ya tume huru haitalindwa na italindwa na nyinyi, tukikosa tuambieni tumekosa. Kamishna wa IEBC Alutalala Mukhwana anasema ni jambo la kusikitisha kwamba baadhi ya wanasiasa tayari wanazungumzia kufungua kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi hata kabla ya zoezi la kupiga kura kufanyika. Ikiwa heshima na imani ya raia itabomolewa kabisa katika tume, wakati mwaka 2027 utakapokuja na kura zifanywe, hakuna atakayeshinda, wale wengine hawatokubali, na anayeshindwa pia hatokubali. Matokeo yatakuwa ni kwamba kutakuwa na fujo katika taifa. Kukiwa na fujo, hata wewe ambao unashangilia wanasiasa na kuchukua 250 hata hutakuwa na furaha. Mukhwana anasema ukosefu wa imani kwa matokeo ya uchaguzi na kwa tume yenyewe umekuwa ni changamoto ya muda mrefu nchini Kenya, akionya kwamba hali hiyo inaweza kuchochea mvutano na ghasia ikiwa viongozi wa kisiasa pamoja na wananchi hawataheshimu mchakato wa kidemokrasia na matokeo yatakayotangazwa. Kukiwa na fujo, hata wewe ambao unashangilia wanasiasa na kuchukua 250 hata hutakuwa na furaha. Makamishna wa IEBC ni 7 peke yao, lakini wananchi milioni 54, sio kweli? Sasa wengi ni kina nani? Ni nyinyi. Kwa hivyo msifurahie na kucheka wakati IEBC inakuwa ni yenye kulaumiwa visivyo. Kwa kumalizia, swalisema sasa kaka, wewe mbona wasema ulikanao? Uliona nini ulikanao? Wakati huo tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC imetangaza kuanza uchunguzi dhidi ya Wakenya 10 mashuhuri, akiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na mawaziri wawili wa serikali, kwa madai ya kutoa matamshi yanayoweza kuchochea chuki na migawanyiko ya kikabila kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. The commission through its investigations and compliance department. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano imeanzisha uchunguzi dhidi ya watu kadhaa kufuatia matamshi ambayo yanadaiwa kuwa na viashiria vya uchochezi na yanayoweza kuhatarisha mshikamano wa kitaifa. Uchunguzi huu unafanywa kwa mujibu wa sheria bila upendeleo wa kisiasa, na lengo letu ni kuhakikisha kila kiongozi anawajibika kwa kauli zake, haswa katika kipindi hiki ambacho taifa linaanza kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. NCIC inasema uchunguzi huu unafanywa kwa mujibu wa sheria na kwamba wote watakaobainika kukiuka sheria watafikishwa mahakamani. Wanaochunguzwa ni aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, mawaziri Aden Duale na Geoffrey Ruku, gavana wa Busia Paul Otuoma, naibu gavana wa Mandera Ali Maalim Mahmud, mbunge wa Sirisia John Waluke pamoja na Wanjiku Muhia na David Gikara miongoni mwa wengine. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche wa ITV.